Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali ambao tumetoka kushuhudia hapo siku ya jana kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ni mtanange ambao ulikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kutoka katika nchi ya Misri, ambapo mchezo huu Simba Sports Club waliweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuweza kuiondosha klabu ya soka ya Al Masry katika mikwaju ya penati. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club umeweza kufurahishwa na klabu ya soka ya Simba kuweza kuqualify kwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika na kwenda hatua ya nusu finali, basi like video yetu alafu tunde kwenye comment section katuambie wewe Simba Sports Club unaipenda kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo shuka hapo comment kwa klabu ya soka ya Simba kwenda nusu finali kwa kuweza kuiondosha klabu ya soka ya Al Masry. Fahamu kuelekea katika mchezo huo klabu ya soka ya Simba Sports Club walihitaji kupindua meza, kwa sababu mchezo wa mkondo wa kwanza ambao waliweza kucheza pale nchini Misri, Simba walipoteza kwa mabao 2-0. Kwa Simba siku ya jana walikuwa wanahitaji kupata ushindi angalau mabao 3-0 ama kuchomoa kwanza kisha kwenda katika mikwaju ya penalti. Katika kipindi cha kwanza dakika 22 tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club waliweza kujipatia bao la kwanza kupitia kwa winga mshambuliaji Elimpanzu Kibisawala akipokea pasi safi iliyopigwa na Shomari Kapombe. Kwa dakika 22 klabu ya soka ya Simba wakaandika bao la kwanza, lakini kabla ya kwenda mapumziko katika dakika ya 32 kupitia kwa Steve Deze Mukwala steka refu kuliko goli akipokea cross safi iliyopigwa na fullback wa kushoto Mohamed Hussein Shabalala, basi Steve Deze Mukwala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la pili, mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria dakika 90 Simba walikuwa wameweka aggregate ya mabao 2-2 dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Al Masry. Lakini katika mikwaju ya penati ndipo ambapo Simba walipopata nafasi ya kwenda hatua nusu finali. Penati zilizopigwa upande wa Simba zilipigwa penati 4 na penati zote waliweza kuzipata, lakini kwa upande wa Al Masry wao walipiga mikwaju ya penati 3 na kupata penati 1 pekee. Wachezaji wa Simba ambao walipiga penati ya kwanza ilifungwa na Jean Charles Ahoua, penati ya pili ikafungwa na Steve Deze Mukwala, huku penati ya tatu ikifungwa na Kibu Dennis Prosper, na penati ya 4 ya klabu ya soka Simba iliweza kupigwa na Shomari Kapombe, show me the way. Na penati zote hizi Simba Sports Club waliweza kuzipiga kwa ufundi mkali na klabu ya soka Simba wakaweza kufanikiwa kuqualify kwenda hatua ya nusu finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fahamu Simba Sports Club wanatarajia kukutana na klabu kutokea Afrika Kusini Stellenbosch katika hatua ya nusu finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mechi ya kwanza Simba wanatarajia kuicheza tarehe 20 katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumapili ndani ya mwezi wa 4, huku mchezo wa pili Simba watakwenda pale Afrika Kusini bondeni kwa Madiba tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025, na kama Simba wakifanikiwa basi moja kwa moja watakwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba na kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kupitia aliyewahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kwenda hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza. Cha kwanza ameweza kuwaposti wachezaji wa klabu ya soka Yanga Sports Club kwa msimu wa mwaka 2023-2024 ambapo Yanga waweza kufanikiwa kwenda hatua ya fainali, yani msimu wa mwaka 2023-2022 katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, na kuandika hii ndiyo haiwezekani, akimaanisha kwamba klabu ya soka Simba hawawezi kufika fainali kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wakatolewa katika nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho.